Vita vya Urusi na Ukraini vinaendelea kuchukua mkondo mpya, huku mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yakiongezeka kwa kiwango kikubwa zaidi. Usiku wa kuamkia leo, Urusi ilifanya mashambulizi makubwa yaliyolenga miundombinu muhimu ya nishati ya Ukraini, hasa katika mikoa ya Kharkiv, Poltava na Sumy. Tukio hili limeacha athari kubwa si tu kwa sekta ya nishati, bali pia kwa maisha ya raia wa kawaida wanaokaribia kuingia katika msimu wa baridi bila uhakika wa umeme na gesi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka ya Ukraini, Urusi ilitumia zaidi ya ndege zisizo na rubani 300 na makombora 37 yakiwemo aina ya ballistic katika mashambulizi hayo ya usiku mmoja. Kati ya hayo, sehemu kubwa yalilenga vituo vya kuzalisha nishati, maghala ya mafuta na miundombinu ya huduma za dharura. Rais Volodymyr Zelensky alithibitisha kuwa moto mkubwa ulizuka katika wilaya kadhaa kufuatia mashambulizi hayo na watu wasiopungua 4 wamejeruhiwa. Zelensky ameitaja mbinu hii ya Urusi kama ugaidi wa mara mbili, akisema kuwa majeshi ya Moscow yanatumia ndege za shahidi zenye vilipuzi vya cluster kisha ufuatilia mashambulizi hayo kwa makombora mengine mazito kwa lengo la kuongeza maafa. Alisema kuwa mashambulizi hayo yamekuwa ya kimfumo na yanakusudia kuua hari ya wananchi wa Ukraini pamoja na kudhoofisha uwezo wa nchi hiyo kuendelea na uzalishaji wa ndani wa nishati. Katika mkoa wa Kharkiv, ripoti zinaonyesha kuwa kituo kikubwa cha dharura cha serikali kiliharibiwa vibaya na sehemu ya mtandao wa ndege kusitishwa kwa muda. Mamlaka za mkoa huo zimethibitisha kuwa wahandisi na zimamoto wamekuwa wakifanya kazi usiku kucha kurejesha huduma, lakini hali bado ni tete kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Wachambuzi wa kijeshi wanatathmini kwamba mashambulizi haya mapya yanaweza kuwa sehemu ya mkakati wa Urusi wa kuongeza shinikizo la kisiasa na kijeshi dhidi ya Kiev kabla ya baridi kali kuanza. Kwa kawaida, miezi ya baridi huwa changamoto kubwa kwa taifa la Ukraini, hasa ikizingatiwa kuwa sehemu kubwa ya umeme na gesi yake inatoka kwenye vituo vinavyolengwa na makombora ya Urusi. Aidha, mashambulizi haya yametokea zikiwa zimebaki siku chache kabla ya mkutano wa Rais Zelensky pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump unaotarajiwa kufanyika Ijumaa, ambapo ajenda kuu ni kujadili uwezekano wa Ukraini kupokea makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk kutoka kwa washirika wake wa Magharibi. Wataalamu wa ulinzi wanaamini kuwa makombora haya yanaweza kubadilisha uwiano wa nguvu katika vita, kwani yana uwezo wa kufikia malengo mbali ndani ya ardhi ya Urusi. Katika hotuba yake kwa taifa, Zelensky alionekana mwenye msimamo mkali kuliko hapo awali. Alisema kuwa Urusi inataka kuingiza Ukraini gizani kwa kuharibu vyanzo vyote vya nishati, lakini akiahidi kwamba taifa lake halitakata tamaa. Mkakati pekee uliosalia ni wa shinikizo kupitia vikwazo vya kiuchumi na makombora ya masafa marefu. Tunahitaji maamuzi madhubuti kutoka Marekani, Ulaya na washirika wote, alisema kwa msisitizo. Zelensky pia aliitaka jumuiya ya kimataifa kutambua kwamba mashambulizi hayo sio tu dhidi ya Ukraini, bali ni tishio kwa usalama wa nishati wa bara lote la Ulaya. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi haya mapya. Viongozi kadhaa wa Ulaya, wakiwemo kutoka Ujerumani na Ufaransa, wamelaani hatua ya Urusi, wakisema kuwa inalenga kuwatisha raia na kuharibu sekta muhimu za kiuchumi. Marekani pia imetangaza kuwa inaandaa kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi kwa Ukraini ambacho kitajumuisha ulinzi wa anga na vifaa vya kupambana na makombora. Kwa sasa,
Hali katika miji kama Kharkiv na Poltava inabaki kuwa ya wasiwasi mkubwa. Wananchi wengi wamelazimika kuishi gizani huku wakitegemea jenereta za muda. Shule na hospitali kadhaa zimeripotiwa kufungwa kwa muda kutokana na ukosefu wa umeme na maji safi. Huku vita vikizidi kuendelea, wachambuzi wanasema kuwa miezi ijayo inaweza kuwa kipindi kigumu zaidi kwa Ukraini tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi mnamo mwaka 2022. Ikiwa mashambulizi haya yataendelea kwa kiasi hiki, basi juhudi za kuimarisha sekta ya nishati na ulinzi zinahitaji muda mkubwa zaidi kutoka kwa washirika wa kimataifa. Kwa mara nyingine tena, dunia inashuhudia vita vinavyogeuka kuwa mgogoro mkubwa wa kibinadamu na kiuchumi, ambapo si tu bunduki na makombora vinavyopigana, bali pia nishati, usambazaji na ustahimilivu wa taifa zima unapimwa katika mizani ya vita visivyo na mwisho. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.